Nilikaa muda fulani nikawa natafakari, kwa nini watoto wa wachungaji wengi sana huwa wana tabia mbaya, wanaharibikiwa. Unakuta babake ni nabii, babake ni mwalimu mzuri wa neno la Mungu, lakini yeye tabia zake mvuta bangi, mdokozi, mkorofi yeye, mtumia madawa ya kulevya yeye. Na hii unisikilize, sio kwa ajili ya wachungaji tu. Hii hata kwa mtu yeyote ambaye anaomba sana, ni mwombaji sana, anafanya huduma ya kuombea wengine. Nisikilize ili nisaidie uzao wako pia. Kitu cha kwanza ambacho nikuja kufahamu ya kwamba kwa nini hawa watoto wanaharibikiwa. Namba moja kabisa ni malipizi kutoka kwenye huduma ya mzazi wake anayoifanya. Unajua unapokuwa unaombea watu, unahudumia watu, sasa yale mapepo si yanatoka, yanaenda mahali, unayaharibu, unayafukuza, na yenyewe mapepo yakitoka yanaenda kwa wazazi wao, mahali ambako yametoka, mahali ambako waliyatuma. Yakifika kule yataulizwa kwamba nani kawatoa? Na yenyewe anashtaki, anasema ni fulani, mtumishi wa Mungu fulani. Sasa kwa sababu wewe tayari umeshakuwa ni mtu ambaye umeimarishwa kwenye ulimwengu wa roho na unajua mbinu nyingi za kivita, wanapoyatuma yaje kwako sasa kufanya malipizi, yatashindwa kukuvamia wewe. Ndio pale yanakimbia yanaenda yanavamia watoto wako, kwa sababu unakuta watoto wale kuna mambo hayajakamilishwa kwao kiimani na hawajui vitu vingi sana jinsi vinavyoenda kwenye ulimwengu wa roho. Jambo la pili, makosa ya kushindwa kuwatolea watoto sadaka. Lazima ufahamu kwa nini kina mama mchungaji ndio matatizo sana kwenye ndoa za wachungaji, alafu na watoto wao ndo wanaharibikiwa sana. Wale watu wanapokuwa ni familia yako, ufahamu kwamba hawana baba mwingine wa kiroho. Watakuwa hapo siku zote kwenye kanisa lako au madhabahu yako. Lazima hawa watu wafundishe namna ya kumtolea Mungu sadaka. Unakuta mama mchungaji anakuja kwa ibada, lakini yeye anakuja kuhudhuria, anasubiria kwamba mkimaliza ibada na yeye pia apate mgao wa sadaka. Wale watoto wa mchungaji nao wanataka mahitaji kutoka kwenye zile sadaka, lakini hawajajengewa misingi ya wao pia kuweza kumtolea Mungu sadaka. Ndio maana Ayubu alikuwa na formula ya kuwatolea watoto wake sadaka. Kwa hiyo na wewe ukiwa baba unatakiwa ufahamu kwamba lazima niwatolee watoto wangu sadaka. Ukishindwa kuwatolea sadaka, wachawi wanaweza kuwatolea sadaka watoto wako. Mizimu ya familia na ukoo yanaweza kukutolea sadaka kwa watoto wako. Lazima watoto wako watengenezee mfumo kwamba ni kweli mimi ni baba yao wa mwilini na wa rohoni pia, lakini natakiwa nichukue sadaka yangu hii niwapandie iwe ni mbegu kwa kadri watakavyokuwa watoto wangu. Basi nataka waende kwenye njia hizo hizo ambazo mimi baba ninataka ziwe kwao. Namba tatu ni kosa la watoto wenyewe au mama mchungaji mwenyewe. Sasa unakuta mazoea ya madhabahu. Mtoto yuko pale anaamini na anafahamu kwamba hii madhabahu ni ya babangu, hili ni kanisa la babangu toka akiwa mdogo. Kwa anajua kabisa hili ni la babangu. The way anaishi mule anashindwa kutofautisha kwamba huyu babangu akiwa hapa ni mchungaji wangu. Sasa anaweza akachukua hata madhaifu ya nyumbani na vitu vingine akavileta kanisani. Ukumbuke kwamba wewe ndiye baba yake wa kiroho, uko naye pale, ni baba wa mwilini ila wa kiroho pia. Kwa unaweza kumguide kwenye ulimwengu wa roho. Yeye akikaa pale akiendelea kutulia tu, mtoto akiwa na mazoea yale yale, ni rahisi sana kushindwa kukuelewa kile ambacho wewe unakuwa unahitaji kwa wakati huo Mungu amekupa kuwapatia watoto wako wa kimwili na wa kiroho pia. Hakikisha unamfundisha mwanao asiweke mazoea na madhabahu. Hakikisha unamfundisha mama mchungaji, maana naye pia ni mwanao, asiweke mazoea na madhabahu. La nne ni kukosa upendo wa wazazi. Baba ni mchungaji, lakini watoto kadri wanavyokuwa kila siku wanaamini na wanaaminishwa kwamba kwenye ufahamu wao baba anapenda sana washirika kuliko kuwapenda watoto aliowazaa. Kwa baba yuko tayari achukue amsaidie mtu fulani, lakini mtoto wake yuko pale anashindwa kumsaidia. Lazima utengeneze system kwamba watoto wako nao wajivalue, wajue kwamba baba yetu anatupenda. Siku moja mmemaliza ibada, watoe watoto out, waende wafurahie maisha, wapeleke shule nzuri, waonyeshe upendo, cheka nao, pata muda wa kuzungumza nao. Hiyo itakupa nguvu zaidi ya kuwaimarisha watoto wako wakijua kwamba huyu ni baba yetu wa kimwili lakini ni wa kiroho pia. Watoto wakikosa upendo, baadaye wakiingia kwa mtaani watakutana na makundi mbalimbali. Alafu yale makundi yatamuonyesha mtoto wako kwamba yanampenda, yanamthamini. Akiomba kipisi cha sigara anapewa pakiti nzima. Mtoto anaharibikiwa. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kumtumikia Mungu yafaa sana.
lakini inatupasa pia kumtumikia Mungu tukiwa na maarifa na hekima mbele za Mungu. Mungu akubariki sana. I am Pastor Mbasha. God bless you.